kwa sababu sio vizuri miaka 60 baada ya uhuru bado tuko na ujinga wa kuipiana ng'ombe. Hiyo ni upuzi, naturudisha nyuma. Si ni kweli? Sikizeni watu wa Meru, hiyo kazi yote ambayo tumefanya ya housing, ya matibabu, ya hostels, ya masoko, mimi pia nataka niwaambie kila mtoto wa Kenya lazima apate nafasi ya kusoma. Mimi nimefurahi sana mzee huyu, mumesikia vile alishirikiana na wenzake tukawa na masomo katika sehemu hii. Mimi nawauliza wananchi wote, hatutaki mtoto hata mmoja awachwe nyuma kwa mambo ya masomo. Na ndio sababu hiyo tunazidi na kuongeza pesa ambayo inaenda kwa masomo ya watoto. Kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini, mtoto wa rais, mtoto wa mama mboga wanakuwa sawa wakienda shuleni. That is how we create equity and equality. Na ndio sababu hiyo mimi na hao wabunge nilipendekeza ya kwamba tuongeze budget ya kwenda kwa masomo ya watoto wetu. Tumeongeza, ilikuwa bilioni 500 2022. Last year, hii mwaka ambayo tumefunga, ilikuwa 700 billion. Tumeongeza sasa, imefika 784 billion ya mwaka huu ambayo tumeanza. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba tuko na walimu ya kutosha, madarasa ya kutosha, tuko na CBC ya kutosha ama ambayo tumekubaliana nayo, na pia tuko na funding model ya universities na TVET kama hii iko hapa, pesa ya kutosha kusomesha watoto wetu wote. That is my commitment. Tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka 3. Mwaka huu tena tutaajiri walimu wengine 24,000 kwa sababu tunataka kuhakikisha hakuna mtoto anaenda shule anakosa kusomeshwa. That is our commitment na tunaendelea na hivyo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Meru, mnasema tuendelee na hiyo kazi ya kusongesha maendeleo mbele. Tujenge barabara. Hata hii ya Kaelo kwenda paka Kina tujenge. Tujenge mambo ya masoko. Tupange mambo ya hostels. Tusimamie kilimo sawa sawa. Tusimamie matibabu sawa sawa. Tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tuendelee ama tuendelee? Mimi najua ingekuwa furaha ya huyu mzee ambaye tumemzika leo hapa, tunaenda kumzika, ya kwamba kila mtoto apate nafasi ya kusoma, tuwe na maisha ya sawa sawa, tuwe na matibabu ya kutosha. Na ndio sababu hiyo mbunge wenu ambaye ni kijana wa familia hii amenieleza ya kwamba hii shule yetu ya Ngiriana ama inaitwa nini? Hii Ngiriana hii ati iko matatizo hapo kidogo. Kwa sababu nimesimama hapa leo, wewe bwana Taitumu, nitakupatia milioni 10 ya kujenga madarasa. Jenga madarasa vizuri kwa hiyo shule, my friend. Si ndio? Nitafutia account yako ya shule alafu nitafanya hivyo. Na wakati hiyo ingine nitakuja hapa, nitakuja kuangalia. Si namna hiyo? Na vile vile nimwambie ndugu yangu mheshimiwa, kwa sababu mzee huyu alikuwa ni mtu wa kanisa na alimpenda Mungu. Na mnasikia alikuwa anafika kanisani mapema. Sio mtu wa kuchelewa. Mimi nimechelewa kidogo leo kwa sababu ya mambo ya anga. Kawaida nilikuwa tayari kuja hapa saa 3. Lakini anga ilinisumbua kidogo. Na nilikuwa mtu wa mapema kanisani. Hiyo kanisa ambaye huyu mbunge aliniambia naitwa Mailune. Hiyo kanisa ya Mailune, nikitoka hapa sijui bishop ya pale yako. Haya, nitakuachia milioni 2 uende una kanisa hiyo uende utengeneze. Lakini watu wa Igembe, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Tunaelewana jameni?
mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba ile kazi ingine yote tumefanya kwa sababu ya umoja na ushirikiano, na mimi nataka niwashukuru hawa wabunge wenu kwa sababu nikipeleka mapendekezo bunge, kama ni sheria ya housing wamepitisha, kama ni sheria ya universal health coverage wamepitisha, kama ni budget ya kuhakikisha kwamba tuko na pesa ya kuajiri walimu wamepitisha. Mimi nataka niseme tukienda mbele, nyinyi mmesikia tumepitisha sheria zingine mbili, sheria ya National Infrastructure Fund na sheria ya Sovereign Wealth Fund. Hiyo Infrastructure Fund, nataka munisikize kwa makini, ni kwa sababu kuna mambo tunaweza kufanya na budget ya Kenya na tumejaribu, lakini kama tunataka kuharakisha maendeleo ya taifa letu la Kenya, lazima tutumie akili, lazima tuwe na innovation. Na ndio sababu nchi zingine wametushinda na maendeleo kwa sababu hatujajipanga vizuri. Na ndio sababu hiyo nikaenda bunge mwaka uliopita kwa national address, nikaambia bunge inabidi tubadilishe vile tunaendesha maendeleo yetu, ndio maendeleo yetu iende kasi, tusibaki nyuma na tusiachwe nyuma na wale ambao wametuacha nyuma kama Singapore, Malaysia, sijui North Korea ama South Korea. Mimi ndio nikasema lazima tuwe na mpango mpya, na ndio sababu leo tuko na National Infrastructure Fund. Sikizeni ndugu zangu watu wa Meru, kwa hiyo National Infrastructure Fund tayari tumeweka pale pesa shilingi bilioni 350 in the last 3 months. Na sasa tuko tayari kupanga mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza, kuhakikisha kwamba tuko na stima ya kutosha. Hii taifa letu la Kenya tunahitaji megawatt 10,000 mpya ndio tusambaze stima ifike kila mahali, tuwe na stima ya kutosha kuendesha viwanda vyetu, na tuwe na stima ya kutosha kuendesha mambo ya teknolojia katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, bado hatuna barabara ya kutosha. Ukifika hapa bado wananchi wanalalamika hatuna barabara. Ukifika pale bado ni vumbi. Ukipita pale bado ni matope. Tumejenga barabara kilomita 20,000 kwa miaka 60. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Kenya, nchi zingine wamejenga barabara kilomita 1,000,000. Sisi tuko 20,000. Na ndio sababu bado tuko na changamoto kubwa. Hii National Infrastructure Fund itatupatia uwezo ya kutengeneza barabara kilomita 20,000 zingine in the next 7 years. Ndio hizi barabara mnamwambia huyu mbunge wenu na hawa wabunge wote, sasa tutakuwa na mpango ya sawasawa. This is what other countries have done, and this is what we must do. We must be innovative, we must be bold, we must be courageous, and we must do the right things. Kwa hivyo, na jambo la tatu ni ile mumesema hapa hatuna maji ya kutosha. Ni kweli ama si kweli? Si hapa tuko na matatizo ya maji? Na njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya, njia ya kutumia kilimo kuzalisha mambo ya uchumi wa taifa letu ni kupitia kwa kutega maji, water harvesting, water storage na mambo ya irrigation. Na nakubaliana na nyinyi 100%. Hapa Igembe inatoshana na dams kubwa ambayo itawasaidia kuwa na maji ili muweze kuendesha ufugaji, muendeshe kilimo na muzalishe mambo ya chakula, tupeleke taifa letu la Kenya mbele, tuondoe aibu ya njaa na tuwe na pesa katika mifugo yetu. Mkiona hizi miti ni kumaanisha iko maji, si namna hiyo? Shida tu ni kwamba hatujajipanga vizuri. Wakati kunanyesha, tuwe na dam ambayo itahakikisha kwamba tuko na maji ya kutosha.
Huyu kijana wenu, huyu bwana Mugaa ni injinia wa maji. Na mimi nataka niwahakikishie sasa, kwa sababu tumepanga National Infrastructure Fund. Tumekuwa tukiongelelea dams Kenya hii miaka yote, lakini hatuja kuwa na mpango ya pesa ambayo itatusaidia kutengeneza hizo dams. Now we have the solution hapo kwa National Infrastructure Fund. Kwa hivyo huyu kijana shortly atakuwa, nimemwambia ajipange, nimemwambia anipatie dams priorities ambayo sasa nitamwekea pesa, tusonge mbele, tubadilishe Meru na tubadilishe Kenya. Meru tumekubaliana. Nasema haya mambo mbele ya huyu mzee wetu akiwa amesafiri na tukiwa katika safari yake ya mwisho, kwa sababu ametuzalishia kiongozi na yeye mwenyewe amechangia sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Meru, tuko na nafasi ya kubadilisha taifa letu. Haya mambo ambayo tumefanya, ambayo mumesema hapa haijafanywa, ni madogo. Bado tuko hapa mbele. We can do better, we can do more, we can be greater. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Unajua Waswahili wanasema debe tupu haliachi kutika. Ukiona mtu wako na kelele mingi, ni kwa sababu ni debe tupu, hakuna kitu ndani. Sio kama mnanielewa? Hawa watu mnaona wakizunguka na makelele, ukiwauliza vile watoto wetu watasoma hawajui. Ukiwauliza vile maji itapatikana hapa hawana mpango. Ukiwaambia vile tutakuwa na stima ya kutosha, they don't know. Ukiwauliza vile matibabu itakuwa Kenya hawajui. Na ndio mnasikia kelele yao ni mingi. Lakini mimi nimewauliza macho kwa macho hawa watu ambao wanapiga kelele. Nimewauliza hawa wananchi ni watu wako na akili. Mimi naamini kila kiongozi anachaguliwa kwa ile kazi amefanya, kwa ile maono ako nayo. Ni kweli ama si kweli? Yes. Kwa hivyo nyinyi kama wananchi mtafanya mtihani ya kila kiongozi mwaka ujao. Kila kiongozi apimwe na kazi yake. Kuna hata wengine hawajui Antobetwe ni wapi na wanataka kupigiwa kura. Wewe utapigiwa kura hujui, alafu sijui kama tunaelewana my friend. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Igembe, kwa sababu tunataka tushirikiane na tunataka tufanye kazi pamoja. Mimi nawauliza tutembee pamoja, tufanye kazi pamoja. Ile mipango tuko nayo hapa mbele, Mungu atujalie, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mipango na maendeleo ya taifa letu la Kenya limechelewa, na imecheleweshwa na watu wa makelele mingi na kazi kidogo. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Si kila mtu atapima na ile kazi atafanya, si ndio? Yes. Mtu atueleze barabara gani ametengeneza, stima gani ametengeneza, maji watoto ngapi wamesomesha, matibabu amepanga namna gani. Mtu uweze kupiga tu kelele hapa wantam kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani bana? Sijui kama tunaelewana. Meru tumekubaliana? Mimi nitarudi hapa, sio leo kwa sherehe ya mzee, lakini nitarudi hapa kwa mambo yetu ya maendeleo, na tutapangana na huyu Julius tukuje tusonge mbele pamoja. Wacha niseme hivi nikimalizia, huyu Julius Taitumu vile nimesema ni mtu mwaminifu, ni mtu wa bidii. Kama mimi ningekuwa mtu wa kupiga kura hapa Igembe, mimi ningepigia huyu jamaa, kwa sababu ni mtu wa bidii. Ama namna gani? Yes. Mara akikuja kuzungumza na mimi
ni kupanga vile Igembe itabadilika. Mimi si mgeni hapa Meru. Mimi nimekuwa hapa sana. Kuna siku nilikuwa nakuja hapa Meru, makelele inapita miti juu. Kelele ilikuwa mingi. Wakati mmemchagua huyu Reverend Isaac, huyu jana wenu hapa, ikatokea amani hapa Meru. Ni kweli ama si kweli? Wanasema mgala muue, lakini haki yake mpe. Huyu kijana ambaye mmempatia nafasi ya governor, mumuongezee nafasi ya aweze kuwatumikia hapa Meru. Na tuko na ndugu yake, huyu ndugu yangu senator wetu, huyu Gathuri Murungi. Huyu Gathuri Murungi, kama angekuwa ni mtu ambaye ni wa tamaa, angesema asimame gavana. Lakini alisema kwa sababu huyu ndugu yake mdogo Mheshimiwa Mutuma amekuwa gavana mbele yake, amesema wacha tumalizie huyu nafasi yake, alafu baadaye Mungu akipenda atajipanga. Sio kama tunaelewana? That is my friend Senator Murungi. Mimi nakwambia asante sana for being a selfless leader, na kukubali ya kwamba huyu mdogo wako kwa umri anaweza kuongoza. Na mauliza hawa viongozi wengine wote. I want to thank the members of parliament here for being patient with yourselves and for being united and for working with me. Mimi nawapigia salute jameni. Asanteni sana viongozi. Na mimi nataka nishukuru speaker wetu wa hapa, Bwana Ayub Bundi, na wabunge wetu wa bunge la kaunti la Meru. Ni watu wa bidii, ni watu wa kujitolea, na mimi nawashukuru sana. Mumetushikilia, mumepanga mambo ya Meru vizuri, sheria mnapitisha, mumetupitishia ile masoko yote tunataka kujenga, mumeapprove all the plans ya affordable housing na zile zingine zote. I want to say thank you very much for your leadership. You have my support 100%. Hiyo ndio uongozi wa viongozi wakishirikiana, wafanye kazi pamoja. Kazi inakuwa rahisi, maendeleo inapatikana, na umoja inaleta watu pamoja. Nataka niwashukuru tena na niwaambie tushirikiane na tutembee safari hii tukiwa pamoja. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie kwamba sitaenda sana, tarudi hapa tena mpaka hii Meru ibadilike na Kenya isonge mbele. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Unasema huyu Taitumu mtamfanyaje? Ati? Na huyu Mutuma? Na huyu Mutuma? Na Senator Gathuri? Na Mama County? Na William Ruto? Asanteni sana. Murungu abudharime. Mungu awabariki jameni, na wapenda. Thank you.